ala ni'amihi adh-dhahira wal batina, sifa kwa ukamilifu zinamstahikia Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe juu ya neema zake, tangu zile za dhahir na mpaka zilizojificha hazionekani. La nuhsi thanaan alayhi, sisi viumbe hatuwezi kuhifadhi tukadhibiti sifa juu yake tukakamilisha kwamba tushamsifu mpaka mwisho. Huwa kama athna ala nafsihi, yeye Mwenyezi Mungu kama vile alivyojisifu nafsi yake. Hatuyawezi hayo. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله لبيان الحق. Mwenyezi Mungu amempeleka mjumbe huyu kwa ajili ya jambo zito la kubainisha haki katika ardhi hii. Fabayana linnasi, basi mtume wa Mwenyezi Mungu bila ya khiana na bila ya woga akabainisha kwa ajili ya watu manuzila ilaihim, ni yapi yaliyoteremshwa kwa hao viumbe. Min rabbihim, yote ni kutoka kwa Mola wao. Wa taraka ummatahu, mjumbe huyu alipoondoka duniani akauacha umma wake ala albaydai, juu ya mng'aro weupe unang'ara. Hakuna pahala popote palipokuwa pagiza ambacho Nabii Muhammad kiza hicho hakukiondosha. Lailuha kanahariha, usiku wake umekuwa ni kama mchana wake, jinsi ya namna alivyokunjua mambo kwa uwazi kabisa. La yazighu anha, hawezi tena kupotoka kutokana na mambo hayo, illa halikun, isipokuwa tokea hapo awe keshaangamia. Hapotoki tena baada ya mjumbe huyu kubainisha aliyotumwa na Mola wake, isipokuwa akipotoka halikun, awe ni mtu aliyekwishaangamia. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد يهايو أيها الناس أني واتو، اتقوا الله تعالى، mcheni Mwenyezi Mungu mtukufu, bifi'li ma amarakum bihi, kwa kuyafanya yale ambayo Mola wenu amekuamrisheni kwa hayo. Wa tarki ma nahakum anhu, na kuyawacha yale yote ambayo amekukatazeni kwayo mambo hayo. Wa shukri, na mcheni Mwenyezi Mungu kwa kushukuru ma an'ama bihi alaikum, juu ya yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyaneemesha hayo juu yenu. Faqad wa'ada bil aqibati lilmuttaqina, kwa hakika Mwenyezi Mungu ameahidi kupata mwisho mwema kwa wachao Mwenyezi Mungu. Wal mazid lishakirina, na kwamba atawazidishia wale ambao wanashukuru. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, min almalumi ladaikum, katika jambo lijulikanalo liko wazi wazi juu yenu, anna almujtama, ya kwamba kikundi cha watu ambacho wanaishi katika ardhi hii, kikundi hiki cha watu kuonekana wengi wametawanyika, yatakawanu, watu hawa wanafanyika min al-usrati, kutokana na jamii. Hawakuota tu hivyo kachipua kwenye ardhi kama namna ya mimea,
wametoka kwenye jamii binadamu, na wala hawakutoka kwa namna ya chimpanzi kama walivyokuwa wakidai makomunisti. Wamedai hivyo muda mrefu, lakini hakuonekana bado binadamu kutoka kwenye kima au gorila. Mpaka leo makima wapo, manyani wapo, lakini mbona hawaendelei kutoka? Ikawa ni jambo la batil, binadamu hakutoka katika chimpanzi, ametoka kwenye kitu kiitwacho usra, familia, jamii, ana ukoo wake maalum. Na jamii hii tatakawanu min al-afradi, inajengeka, inafanyika kutokana na namna ya watu mmoja mmoja. Kalbinai, na namna ilivyojengeka jamii ni sawa sawa na jengo, alladhi, jengo ambalo yatakawanu min al-asasi wal-labinati. Nyumba yoyote kama ni msikiti au jengo lolote linafanyika kutokana na foundation maalum, madhubuti kabisa. Kama litakuwa jengo ni la ghorofa 20-30, yategemea kuna foundation gani ya msingi. Na jamii ya binadamu yatokana na kitu kama hicho. Mfano wake ni kama jengo ambalo limejengwa kwa msingi wa foundation, wala binati, na matofali au mawe. Wa biqadri quwwati al-asasi, na kwa kiasi cha nguvu ya ile msingi, kiasi cha nguvu ya ile foundation. Wa quwwati al-labinati, na nguvu ya matofali. Wa intidhamiha, na kule kupangiliwa kwake ambapo muwashi fundi kapanga. Yakunu albinau, hapo ndipo linapokuwa jengo sarhan, kama jabali, shamikhan, lilokuwa madhubuti, limekwenda juu sana. Wa hisnan, na nyumba inakuwa ni ngome, rasikhan, iliyokuwa madhubuti mno. Kadhalika almujtama'u alinsani, basi hivi mujtama wa kibinadamu inma yakunu salihan, kwa upande wa binadamu sasa mujtamaa huu utakuwa ni mwema, bisalahi al-afradi, lakini kwa sharti ya kutengenea yule mtu mmoja mmoja, wal usari, na kutengenea kwa zile jamii zao, allati yatakawanu minha, ambapo mujtamaa wetu sisi binadamu umefanyika kutokana na hii usra maalum. Yategemea msingi wa ile familia imetokana na nini, ni familia gani, ya waislamu au ya wasiokuwa waislamu, wataishi vipi duniani, kwa usalama, kwa furaha, au wataishi kwa shari tupu na hamna furaha. Yategemea kule kwenye foundation. Na hapa ndipo ambapo nimechagua kuzungumza nanyi, enyi ndugu waislamu, katika muda huu mchache tutakuwa nao, kutizama baina ya haki na batil, kati ya Uislamu na wasiokuwa waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipolitoa tamko zito la kijabari, tamko hilo la kujiamini, aliposema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika ya mfumo wa maisha mbele ya Mwenyezi Mungu muumbaji ni mfumo mmoja tu, nao ni Uislamu. Tangazo hili hawezi kulitoa yoyote, isipokuwa atajiona baada ya miaka mitatu, baada ya mwezi mmoja, amekuwa challenge, kisha pingwa, kishangushwa chini. Angelikuwa katangaza tamko hili yoyote katika viumbe ambao wameumbwa, zamani gani kishangushwa, wametokea wengine wakaweka mfumo mwingine madhubuti, lakini mtangazaji wa tamko hili huwa Allahu. Aliposema Mwenyezi Mungu tamko hili, inna dina, hakika ya dini, kwa maana ukamilifu wa chombo chenyewe, mfumo wa maisha, inda Allahi, mbele ya Mwenyezi Mungu, alislamu, ni Uislamu. Tena akasema tena, wa man yabtaghi, na yoyote anaotafuta ghaira al-islami dina, isiyokuwa ya Uislamu, akafanya ndiyo mfumo wake wa maisha, akaishi kwa Mwenyezi Mungu jambo hilo, falan yuqbala minhu, hapatakubaliwa kwake yeye, wa huwa fil akhirati min al-khasirina, na yeye huko akhira atakuwa ni miongoni mwa walio khasirika.
amejiangamiza mwenyewe. Manake kenda kachagua pahala ambapo hapakutokana na yule ambaye amemuumba, mwenye kujua taratibu zote za kiumbe wake, kipi kitamdhuru, kipi kitamnufaisha, akamtandikia barabara, pita hapa kiumbe wangu. Kwa hivyo al-usra, jamii zetu hizi ndizo zitakazoweza kubagua ipi jamii bora katika dunia hii, ipi jamii iliyofuata haki katika jamii zote za binadamu katika ardhi hii. Walihadha, na kwa sababu hii, shabbaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ameweka mshabaha mjumbe wa Mwenyezi Mungu, almujtama almuslim, ule mkusanyiko wa Uislamu, akauweka mshabaha wake katika kitu chenye kufanana na mshabaha wa jamii ya Kiislamu, bilbunyani, akaweka mshabaha kama ni jengo, alladhi, jengo ambalo yashuddu, huwa linakazanisha ba'dhuhu, baadhi ya sehemu yake, ba'dan, kukazanisha sehemu nyingine. Utaona matofali yamekamatana barabara, jengo likakaa sawa sawa, huoni pahala pameingia ndani, pengine pakatoka nje katika ukuta, sawa sawa. Hata Mwenyezi Mungu akasema katika suratu Safi, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Hii ndiyo familia au jamii ya Kiislamu atakayiwe. Mwenyezi Mungu anawapenda wale wenye kutetea dini yake au katika njia yake, anawapenda wenye kupigania dini hiyo, anawapenda wale ambao wanapigania safan, kwa safu moja, hakuna khitilafu wao. Kama kutakuwa tofauti, kutakuwa na furu'i tu za mambo ambayo haziwatengulii itikadi zao wala Uislamu wao. Ni khitilafu ambazo pengine zimekuja kwa kijana chuoni, kila mmoja kaona rai, au kulikuwa na hadithi mwingine hakuipata, mwingine kaipata, wanagombana, wanatofautiana kwenye furu'i tu, lakini hawagombani kwenye akida, wala hawauani, wala hawafiki pahala mpaka siku 3-4 hakusemechana. Kaannahum bunyanun marsus, kama kwamba wao ni jengo lilopigwa plasta sawa sawa limekaa. Wabiljasadi alwahidi, alipotoka mtume kwenye jengo akasema tena, mujitamaa huu wa Uislamu ni sawa sawa na kiwiliwili. Maana wengine hawatofahamu jengo ni kitu gani, hawajapata hapo kuona jengo, wala hawajui engineer, contractor walifanya nini mpaka wakaliweka jengo sawa sawa. Kwao pengine kitu hakiingii kwenye akili sawa sawa. Lakini kama hakufahamu hapo, anaambiwa uangalie mwili wako sasa, wewe mwenye binadamu. Wabiljasadi alwahidi, mujtamaa huwa Kiislamu, mtume akapigia mfano unaofanana na mwili mmoja wa binadamu, mwili ambao alladhi yataallamu kulluhu, mwili huu huwa unapata maumivu mwili wote mzima, bitaallumi udhuin, kwa sababu ya kupata maumivu kiungo kimoja tu, min a'dha'ihi, katika viungo vyake mwanadamu. Jino tu ndo linalouma moja tu, mwili wote haufai tena, hafanyi kazi. Anaandikiwa OD kwamba hawezi kwenda kazini, anaumwa na jino, mikono anayo, miguu kwenda anayo, anaweza kukamata kalamu na kila, lakini hawezi tena, kwa sababu ya kwamba kiungo kimoja kinaumwa, basi mwili mzima haufai. Mtume wa Mwenyezi Mungu salawatullahi wasalamuhu alayhi amepigia mfano hii jamii yetu hii, tujijue. Mtume katuweka kama jengo moja na katuweka pahala kama mwili mmoja, pengine hatujifahamu, na ndo maana tukakitilafiana, ndo maana tukagombana, na ndo maana inafika wakati mpaka kuuana Waislamu kwa Waislamu, na inafika wakati mpaka mali ya Muislamu inaonekana kwamba lolote chochote inanyang'anywa na Muislamu mwenziwe. Almurad, tumefika pahala mpaka pabaya mno, kiasi ambacho pengine mtu akitazama kwenye Uislamu, hivi ndivyo wanavyoishi Uislamu hawa, ngoja nikajishauri kwanza miaka 10, kwa hapa siwezi kuingia. Tulifika pahala mpaka mtu akitaka kuingia sasa katika Uislamu atajishauri mara nyingi, kama hivi ndivyo Uislamu ulivyo, hawa wanavyoishi hawa, ngoja kwanza nikajiulize, niingie hapa mimi?
walihadha, na kwa ajili hiyo basi, uniya alislamu, umehifadhiwa uislamu, inayatan tammatan, kwa hifadhi iliyotimia, bitakwini alusrati almuslima, uislamu umehifadhiwa sawasawa na mwenyewe aliyoupeleka kwa kujengeka, kwa kufanyika ile jamii inayoanza kwa mtu na mkewe nyumbani. Pale ndipo panapo mwanzo wa mambo yote, maana ile ndiyo foundation yenyewe, ule ndio msingi wenyewe ule. Hawatofahamiana vizuri mtu na jirani yake mpaka kwanza kila mmoja anaoishi ndani ya nyumba yake awe kaufahamu Uislamu na kaufanya kama ni mwili mmoja. Hapo ndo utaweza kwenda mbele vile vile. Hapo utaweza kuenea baina ya nyumba kwa nyumba, na baina ya kijiji na kijiji, na hatimaye baina ya nchi na nchi. Wastislahiha, na kule kupatana kwake umma huo kwa hakika umejengeka na ile usra, familia ambayo sisi hatujaifahamu familia ya Uislamu iwe ni familia namna gani. Tutataja leo chanzo cha kujengwa familia hii, mwanzo wake ianze vipi, hatua baada ya hatua, stage ya kwanza na stage ya pili na stage ya tatu mpaka kuendelea. Pengine tulikafilika na mambo haya. Walamma kana takwinu al-usra, na kwa vile imekuwa kujengeka kwa jamii, yabda'u min ittisali, inaanza jamii ya Kiislamu kutokana na muungano adhakari wa mwanamme bil untha, kwa mwanamke, an tariqi zawaji, lakini katika njia ya kuoana, njia ya ndoa. Ilivyokuwa jamii inaanzia hapa, basi tutaanza hapa kwanza kupazungumza kwa ukamilifu, kiasi Muislamu akiondoka hapa kumbe ajue kwamba ala, nilipakosea mie pahala hapa, ndo maana naona nyumba yangu haina msimamo, nyumba yangu inanipa tabu, tunagombana mpaka kusali. Pengine mtu alikosea stage ya mwanzo, hii foundation imekuwa mbovu, msingi umekuwa mbaya. Kwa hivyo hakikai kitu chochote tena, uko jumba litakuwa na ufa tu, kila mara kreki inapatikana. Unajenga na kujenga tena, unamwita fundi madhubuti hodari wa kazi yake, anakujengea, inapendeza decoration, lakini haichukui kimoja, nyumba imetoka kreki tena vile vile. Bitariqi azawaji, muungano wa mwanamke na mwanamume ndio chanzo jamii. Lakini katika Uislamu sio mtu na hawara wake, sio mtu na partner wake tu, hapana. Bitariqi zawaji, kwa njia ya ndoa. Isijakawa watu wamekutana tu basi wanavamiana tu kama wanyama. Maana wanyama tunawaona, kuku yakija matamanio ya nafsi yake ni kumfukuza mabio kuku mwenziwe tu. Na sisi binadamu hatupati mastaajabu kwa sababu ni hayawani. Hawako katika mambo ya kupewa kitabu, kusemeshwa na mitume, hawako hivyo. Na hivyo mbuzi na ng'ombe na kila mnyama, mbwa, hivi ndivyo walivyoumbiwa. Lakini sisi tumewekewa binadamu sisi, kwa kuwa Mola wetu anasema kwenye kitabu chake kitukufu, walaqad karramna bani adama, na kwa hakika tumewatukuza wanadamu, hatukuwafanya kama wanyama. Wahamalnahum fil barri wal bahri, na dalili ya kuwatukuza huko, tizama tunavyowabeba tukawachukua katika safari zao za bara, nchi kavu, wal bahri, na baharini. Tizama akili tuliowapa na marikebu walizozitengeneza. Tizama binadamu katika stage gani leo. Safari iliyokuwa iende kwa miezi 6 labda anaienda kwa muda wa masaa 6 labda. Angani anatumia masaa 2-3 hivi, kisha tu pahala hivi. Anaweza kwenda na kurudi kutwa moja hivi. Safari iliyokuwa yendo kwa mwezi mzima, basi kutwa moja ataichezea safari hiyo kwa mara 2, 3, 4 na kama hiyo. Fahamalnahum fil barri wal bahri, isitoshe warazaqnahum, na tukawaruzuku binadamu min at-tayyibati, katika mambo mazuri mazuri yenye kupendeza kuliwa. Hatakuwafanya kama mbuzi na ng'ombe waingie kwenye msitu watie midomo yao pale kubaka majani, kama kuna upupu, kama kuna kitu gani mtu ajui. Hakuna habari ya kuchuma wala kuanika wala kutwanga wala kupepeta, wala hakuna habari ya kupika kitu kiingie jikoni.
wanyama ndivyo walivyoumbwa namna hivyo. Mtizame mnyama, tazama na wewe vile vile, halafu ujijue cheo chako wewe, Mwenyezi Mungu amekupa cheo gani, halafu uende ukawaze mara 10 hivyo, mimi nimeelekea kumuasi Mola wangu mimi, tofauti nilionayo baina mimi na hayawani, hivyo mimi nilielekea kwamba siswali mimi. Isitoshe wafaddalnahum, na tukawatukuza binadamu, ala kathirin, kuliko wengi, mimman khalaqna, ya wale tuliowaumba tumewatukuza binadamu tafdilan, kwa ubora uliokuwa hauna idadi. Ilivyokuwa jamii inaanzia pale katika muungano wa mwanamke na mwanamume, tena kwa njia ya ndoa, basi umira bikhtiyari zawaji salihi, ameamrishwa mwanamke kumtafuta na kumchagua na kumkubali mume atakayemuoa aliyemwema, sio mume yoyote. Maana hapa ndo penye foundation. Hapa jengo ukisikia lina ghorofa 30 kwenda juu, huko chini bwana mambo yako chini. Msingi wenyewe uliojengewa ndio likaweza kukaa miaka na miaka jengo hilo, kama si hivyo lingeporomoka. Na hiyo jamii ili iwe nzuri yategemea mwanzo wake umeanzwa vipi. Basi mwanamke kaambiwa amchague mume mwema wa kumwoa yeye, wazawjati saliha, na mwanamume naye vile vile kaambiwa ndani ya jamii ya Kiislamu amchague mke mwema wa kumwoa, asifuate mambo ya kidunia tu, asivamie tu. Vijana wetu maskini wa Kiislamu wanadhania kwamba wanatokoga majiani wanapotembea na wazungu, na wakawa hakuna tofauti baina ya mwanamke na mwanamume. Mzungu kavaa kidani na yeye kavaa kidani, mzungu kasuka nywele na yeye kasuka vile vile. Anadhani kwamba anatokoga, kwamba yeye kampata mwanamke kutoka majuu. Kwa hivyo yeye amekuwa mtu wa kimaendeleo, kawapita watu wengine kwa ustaarabu. Masikini roho yake. Iulizeni dunia huko ilivyo, mwanamume ana hadhi gani pindi akimwoa mzungu duniani? Hana hadhi yoyote. Hatimaye mwanamke anachukua mali zote, huna haki. Huna haki na wanao utakaozaa naye, ikiwa huyo mzungu au ikiwa mwanamke mwingine mwenyewe wa Kiislamu lakini si mwema, basi duniani bwana hata wale wanao huna haki nao. Mtoto mdogo umemzaa mwenyewe, anapewa nambari ya simu polisi, akikufanyia lolote baba yako piga simu polisi tu. Ina maana mtoto kama kachagua nguruwe kula, we huna haki kumwambia lolote la Kiislamu, maana huko Uislamu hautambulikani katika sheria. Inabidi pale atapiga simu polisi, baba ananizuilia kula nguruwe mimi. Hapo baba mtu atashika adabu yake, utakwenda mahakamani. Mtoto wako wa kike keshabaligh anakujia nyumbani akiwa na boyfriend wake, anakuletea na anakwambia sasa, baba huyu mimi rafiki yangu huyu na hivi na hivi na hivi na hivi. Huna haki ya kumwambia lolote la kumlea sasa, kwa sababu step umezikosea toka mwanzo. Angalia uzuri jamii ya Kiislamu inavyojengwa hivi. Ewe Muislamu, kama kosa ulilikosea wewe, basi vizazi vyako usije kuthubutu tena kuviatia kuangamia. Sasa kamata barabara, sote tunakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu, neema zote tuliopewa tumezitumia vipi? Tunakwenda kubanwa barabara. Ilivyokuwa jamii inaanzia kwa mke na mume, basi bila shaka kila Muislamu kaamrishwa amri hasa na Mtume Mwenyezi Mungu na Qur'ani pia. Tutaiona hapa. Tusidhani kama tuko huru kufanya takavyo. Lazima awe yule ambaye mtakaa pamoja kuianza familia ya Kiislamu, basi lazima iwe kila mmoja kachunga barabara, mpaka pako pahala baada ya watu kuwauliza, jamani nisaidieni, huyu ndo kaja kuposa kwetu, nisaidieni jamaa, tabia zake msomeni mtu huyu, naogopa kumtosa mwanangu mie katika janga baya. Pamoja na kupata mashauri kwa Uislamu wenzio, basi bado mkabili Mwenyezi Mungu, usali sala maalum na uombe dua istikhara, dua ya kumtaka Mwenyezi Mungu khairi hiyo.
ili kujiulisha Mwenyezi Mungu wapi utaingia wewe. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume kasema kuwaambia wazazi majumbani, idha atakum, pale atapokujieni ni wazazi, man, mtu ambaye tardawna dinahu wa khuluquhu, mnamridhia dini yake na tabia zake. Mtume katuwekea sharti mbili ili tumkubali mchumba anaokuja kuposa kwetu sisi Waislamu, tusivamie tu. Idha atakum, atapokujieni, man, yule ambaye tardawna dinahu, mnairidhia dini yake, wa khuluquhu, na mnaridhia tabia zake vile vile. Agizo la mtume wetu, fankihuhu, muozesheni huyo. Msisite, msitake anafanya kazi gani, msitake kabila lake ni nani, msijiulize anaona kumweka pahala gani mtoto huyu. Si kazi yako, hayo ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Wewe lako la kuchunguza dinahu wa khuluquhu, dini yake na tabia zake. Tena mtume akaendelea akasema, illa taf'aluhu, illa taf'aluhu, illa taf'aluhu, na msipolifanya hilo, mkawa mnajali pesa ya mtu, rangi ya mtu, mkawa mnajali cheo cha mtu duniani, basi mtume anatoa ahadi hii, halafu kama ni muongo mtizameni. Na yeye akisema katika nafasi kama hizi za dini, huwa hasemi kwamba imemjia tu, aseme tu. Mola wake anasema, wama yantiqu anil hawa, hatamki Muhammad kwa mapenzi yake, in huwa, hayakuwa anaosema kukwambieni, illa wahyun, isipokuwa ni ufunuo, yuha, uliofunuliwa kutoka Mola wake, siri kapewa. Na katafutwa mjumbe mwaminifu, tena uaminifu wenyewe bi quwwati, mwenye nguvu, inda dhil arshi makin, huko kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu ana cheo kikubwa, mutain, ni mwenye kutiiwa na malaika wote wengine, thumma amin, kisha baadaye mwaminifu. Jibril kachaguliwa kwamba hakuna jini ya idadi yoyote watakaoweza kumkamata njiani wakamnyang'anya wahyi huo, kaaminiwa naye kajiaminisha barabara. Huyo ndiye aliyokuja na wahi kumpa Muhammad. Illa tafaluhu, na msipofanya hivyo, takun fitnatun fil ardhi, itakuja kutokezea fitna kubwa katika dunia hii. Isitoshe sio fitna tu, wa fasadun kabirun, na fisadi iliyokuwa kubwa. Ye jamani, hatujaiona fitna bado na fisadi bado mpaka leo. Huyo ni mtume wa Mungu huyo. Ni kwamba tulipowapa watoto wetu, mabinti zetu na waume wasiofaa, si wazuri, hawana tabia njema, hawana dasturi za kidini, hatukuwaridhia dini yao wala tabia zao, tuliridhia futi yake namna ilivyomkaa, na tukaridhia vile vile mshahara wake alionao sasa, cheo chake, rangi yake, uhensamu wake alionao. Mtume wa Mungu anasema, kama hamkumuozesha mliyemridhia dini na tabia zake, takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabir, itakuja kutokezea fitna kubwa katika ardhi hii na maharibiko makubwa sana. takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabir. Hadithi hii rawahu Tirmidhi, ameisimulia Imamu Tirmidhi, wa hasanahu, na akaitaja kuwa ni nzuri mno katika mategemezi yake, haina matatizo. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث, na kwa hakika ameamrisha mjumbe wa Mwenyezi Mungu ndani ya hadithi hii, bitazwiji, kumuoa man kana au kumuozesha man kana murdai dini wal khuluqi, yule anayeridhiwa dini na tabia. Wa hadha, na jambo hili,
yadullu, linajulisha wazi wazi, ala anna man kana fasida dini, yule ambaye amekuwa ni mharibifu wa dini, hana dini vyema, sayyi alkhuluqi, mwenye tabia mbaya, la yajuzu. Kwa maneno ya mtume hayo ina maana la yajuzu, haifai tena, haifai tazwijihi, kumpa mume huyo au kumpa mke huyo. Hivi ndivyo ieleweke kinywa kipana, na kila mpenzi wa dini yake, kama aliyafanya makosa nyuma, sasa hivi aende vingine, kwa sababu siku zenyewe zimebakia chache tu. Umma huu wa Muhammad, huu mtume wetu kaondoka na miaka 63. Basi kama umebahatika kuivuka hiyo, shukuru Mungu sana, na kwa hivyo jiweke tayari, wakati wote safari tayari. Kama una 60 hivi sasa, bado mitatu hisabu, kama utapewa hiyo mitatu, jiulize, miaka 3 na maazimio gani mimi kwenye akili yangu na moyo wangu? Nitafanya nini mie ili nzipate radhi za Mola wangu? Na pengine hodi nyumbani kwako ndo zinapigwa hivi sasa. Anatakiwa binti yako, na anomtaka pengine ni Joseph,